بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Amma ba'du, ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika si vinginevyo wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya utangulizi huu, ikiwa tupo katika mwendelezo wa kupeana taaluma mbalimbali kuhusiana masala ya ibada ambayo tunaiendea au tunaiendeleza, ibada ya sala tarawih, na leo biidhnillahi ta'ala, ikiwa tupo katika mwendelezo wa kuelezeana kuhusiana na masala yanayohusiana witri, sala ya witri. Ikiwa sikosei, darasa iliyotangulia au maelezo yaliyotangulia tulielezea kuhusiana na ipi hukumu ya kudumu kusoma sura ya sabbih isma rabbikal a'la, kadhalika wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ni ipi hukumu ya kulidumisha hilo katika sala ya witri? Tukaona hilo ndilo ambalo limepokelewa na limehifadhiwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila imamu siku moja akaacha kusoma hizo kwa kuwafahamisha watu kwamba hili sio wajibu, basi akifanya hivyo itakuwa ni jambo zuri. Ama kilichopokelewa na kilichofundishwa kwa Mtume sallam, bi maana katika sala ya witri Mtume alikuwa akisoma raka ya kwanza sabbih isma rabbikal a'la, raka ya pili akisoma qul ya ayyuhal kafirun, na raka ya tatu akisoma qul huwallahu ahad pekee. Na leo biidhnillahi ta'ala nitasomea maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ambayo yanapatikana katika kitabu cha Ash-Sharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni', mjeledi wa 4, ukurasa kuanzia ukurasa unakuwa 14. Anasema rahimahullahu ta'ala, fayajuzul witru bi 3, inafaa kuswaliwa sala witri kwa raka 3, wayajuzu bi 5, na inafaa kwa kuswaliwa raka 5, wayajuzu bi 7, na inafaa kuswaliwa kwa raka 7, wayajuzu bi 9, na inafaa kuswaliwa kwa raka 9. Kisha akatoa maelezo akasema, fa in au bi 3, imamu atakaposwalisha witri kwa raka 3, falahu sifatani, basi ina sifa mbili. Bimaana kuswali sala ya witri raka 3 kuna sifa mbili, kiltahuma mashru'ah, zote mbili zimewekewa sheria. As-sifatul ula, sifa ya kwanza, namna ya kwanza, an yasruda thalatha bitashahudin wahidin, bimaana kuziswali zile swala zote, bimaana kuzikusanya swala raka 3 zote kwa pamoja kwa tashahudi hii moja tu. Yani raka ya kwanza ataenda juu, raka ya pili ataenda juu, kisha ile raka ya 3 ndo atakaa tashahudi na kutoa salamu. As-sifatu thania, sifa ya pili, an yusallima min kulli rak'atayn, kutoa salamu kutoka na kila raka 2. Thumma yutira biwahida, kisha atasimama kuswali witri raka 1. Hii ina maana gani? Maana yake, ikiwa anaswali witri raka 3, bimaana raka 2 ataswali kwa kutoa salamu, kisha atasimama juu ataswali raka 1 kwa kutoa salamu. Kwa ikiwa ataswali raka 3 witri, kuna hizo namna mbili. Kadhalika faida katika hilo, bi hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la
yusallimu fi rak'atay al-witri, Mtume sallam alikuwa hatoi salamu katika rakaa mbili za witri. Wa fi lafdhin kana yutiru bi 3, alikuwa akiswali witri rakaa 3, la yaqudu illa fi akhirihin, hakai isipokuwa ile rakaa ya mwisho. Kadhalika akaendelea kusema rahimahullah, kullu hadha jaat bihi sunna, yote haya tuliyotaja bimaana kufaa kuswali witri rakaa 3 au 5 au 7 au ngapi, 9 au 11, mbele ataleta maelezo. Kwa haya yote bimaana yamethibiti kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema kullu hadha jaat bihi sunna fa idha fa'ala hadha marra, ikiwa mtu atafanya hili mara moja, wa hadha marra, na atafanya hivi mara nyingine, fa hasan, jambo hilo litakuwa ni sunna. Kisha akaendelea kusema amma idha autara bi 5, ama ataposali swala witri kwa rakaa 5, fa innahu, utaratibu upoje? Fa innahu, katika mambo yalivyo, la yatashahadu illa marratan wahida, hatoka atashahud isipokuwa mara moja tu, fi akhiriha, nayo ni ile rakaa ya mwisho, wa yusallim, na atatoa salamu. Bimaana ikiwa pataswaliwa witri rakaa 5, salamu haitatolewa kila baina ya rakaa mbili, la bali itatolewa mara moja tu, ile rakaa ya mwisho ndio atakatashahud. Kadhalika kaendelea kusema wa idha autara bi 7, na ikiwa ataswali witri kwa rakaa 7, fakadhalik, kama hivyo, la yatashahadu illa marratan wahida, hatukata shahudi isipokuwa mara moja tu, fi akhiriha, nayo ni katika rakaa ya mwisho. Akaendelea kusema wa in tashahada fi 6, na ikiwa atakata shahudi katika rakaa ya 6, biduni salamin, pasi na salamu, thumma salla 7, kisha ataswalia 7, wa sallama, na atatoa salamu, fala ba'sa, itakuwa hakuna ubaya. Bimaana atakaposwali rakaa ngapi? 7, bimaana katika rakaa ya 6 akakaa nini? Tashahud bila kutoa salamu, kisha akasimama juu akasali rakaa moja tu ya 7, hilo itakuwa hakuna ubaya. Kadhalika akasema wa idha autara bi 9, na ikiwa ataswali witri kwa rakaa 9, tashahada marrataini, atakaa tashahudi mara mbili, marratan fi 8, mara ya kwanza atakaa tashahudi katika rakaa ya 8, thumma yaqumu, kisha atasimama, wala yusallimu, wala hatotoa salamu, wa marratan fi 9, na mara ya pili atakaa atashahudi katika rakaa ya 9, bimaana wa marratan fi 9 yatashahadu, na mara nyingine atakaa atashahudi katika rakaa ya 9, wa yusallim, na atatoa salamu. Kwa ikiwa ataswali witri rakaa 9, bimaana atakaa tashahudi mbili, ataswali rakaa 8, kisha atakaa tashahudi katika rakaa ya 8 tayari, kisha baadaye atasimama bila kutoa salamu, kisha atasimama bila kutoa salamu, ataswali rakaa 9, atakaa tashahudi na atatoa salamu. Kadhalika akaendelea kusema rahimahullah wa in autara bi 11, na ikiwa ataswali witri kwa rakaa 11, fa innahu, hakika mambo yalivyo, laisa lahu illa sifatun wahida, hakuna isipokuwa sifa moja tu, yusallimu min kulli rak'atayn, atatoa salamu katika kila rakaa mbili, wa yutiru minha, na atahitimisha biwahida, kwa rakaa moja. Kwa hiyo ikiwa sisi hapa tunaswali bimaana rakaa 11, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anaonelea kwamba kuna sifa moja tu ya kuswali witri, bimaana atatoa salamu kila rakaa mbili. Kwa hiyo kama vile tulivyozoea rakaa 8, kila baada ya rakaa mbili ninatoa salamu. Kwa hiyo na ile rakaa ya 9 na ya 10 atasimama imamu, ataswalisha rakaa mbili, atatoa salamu, kisha atasimama juu, ataswali rakaa hii moja tu, atatoa salamu. Bimaana ile rakaa ya 9 na ya 10 atasimama, rakaa ya kwanza atasoma sabbihisma kama kawaida, alafu rakaa ya 10 atasoma nini? Suratul Kafirun kama kawaida, kisha atakata shahudi, atatoa salamu, alafu atasimama juu, atasoma suratul Fatiha, kisha atasoma qul huwallahu, na atatoa salamu. Kwa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, yeye anaonelea ikiwa panaswaliwa idadi ya rakaa 11, atatoa salamu kila baada ya rakaa mbili, kisha atasimama na kusali rakaa moja na kutoa salamu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.